Yesu asifiwe. Hakika neema ya Mungu imetufunika ndani ya maisha yetu. Tunaona ukuu, neema na upendo wa Mungu Baba na rehema zake zimetuatamia. Lakini Mungu wetu ni Mungu aliye mwaminifu, ni Mungu aliye mwema, ni Mungu aliye baraka. Maana Mungu wetu anatupenda sana. Nasema yeye ndiye chanzo cha uzima, yeye ndiye chanzo cha ushindi. Kwa maana baba zetu walikaa katika ile kweli ya Mungu, wakamwona Mungu akiwapigania katika maisha yao. Kwa hiyo Mungu wetu ni mwaminifu, lakini tukitaka tudumu na Mungu huyu wa Biblia, lazima tujenge ushirika na yeye. Maana huo ushirika anaotaka Mungu tumwabudu katika roho na kweli, tumwabudu katika mapenzi yake, tukae katika haki ya Mungu, naye atajifunua katika maisha yetu kwa mapenzi yake. Kwa maana Mungu wetu huwezi kumlipa chochote Mungu, ila Mungu alituumba ili sisi tuyatende mapenzi yake. Kwa hiyo ule uaminifu wa kuyatenda mapenzi yake, lazima tudumishe ushirika wa kukaa na yeye katika ile kweli ya Mungu. Maana baba zetu wa imani walishinda. Kina Yakobo alipoenda usiku wa manane uwandani, akashindana na malaika. Malaika akasema, Yakobo, umeshindana na Mungu, umeshindana na wanadamu, umeshinda. Ndio akapata jina la Israeli. Kwa maana alikuwa ni shujaa wa imani, alikuwa na msuri wa kumtafuta Mungu. Kwa hiyo katika maisha yako, ukitaka udumishe ushirika na Mungu, kaa katika kumpenda Mungu, kaa katika njia za Mungu, utamwona Mungu akikupigania mapenzi yake na uaminifu wake. Kwa unachosii wana wa Mungu, tudumishe ushirika wa kumpenda Mungu katika roho na kweli. Tudumishe ushirika wa kukaa katika kweli ya Mungu, tutamwona Mungu katika maisha yetu. Barikiwa sana kwa mapenzi ya Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Neema ya Kristo Yesu ikae kwa utukufu wake na nyinyi. Amen.